Na shule kote nchini zinatarajiwa kufunguliwa kwa muhula wa pili hapo kesho, huku wasiwasi ukiibuka kuhusu ada zisizo halali zinazotozwa na baadhi ya walimu wakuu wa shule za umma. Na wazazi na washikadau wa elimu wakilalamikia idadi kubwa ya wanafunzi wanaolazimika kuacha shule kutokana na ada hizi. Na kama Mary Mwoki anavyoarifu, maswali yanaibuka kuhusu elimu bure ya msingi nchini. Ni wakati mwingine wa pilka za kufunguliwa shule, muhula wa pili wa masomo ukitarajiwa kuanza Jumatatu. Maduka ya vitabu yanaonekana yenye shughuli chache ikilinganishwa na miaka ya nyuma, wazazi waliofika kuandalia watoto wao wakiwa shingo upande. Pia uchumi umepanda, uchumi saizi umepanda. Utaona kwamba zile vitu ambazo maybe wakati mmoja maybe ulikuwa unanunua 100, saizi ni 200. Kwa wengine, safari za kuwarejesha wanafunzi wa shule za bweni zimeanza mapema ili kuepuka zama na pilka za usafiri hapo kesho. Vitabu ziko juu, pia laptop, kwa sababu hii CBC watoto wanaambiwa waende na laptop, unapata iko juu. So inabidi kama sisi mzazi tujinyime. Na wengi wakiwa mbioni kuwarejesha wana wao shule, baadhi ya wazazi na wadau wa sekta ya elimu wana wasiwasi kuhusu tabia za baadhi ya walimu wakuu. Wazazi tumefinywa sana. Unapata mwanafunzi wa darasa la 6 analipa katikati ya 2,000 to 3,500 per term. Na unaenda upate mzazi yako na watoto kama 5 kwa hiyo shule. Inamgharimu analipa over 15,000, na kama ana hizo pesa mtoto anatumwa nyumbani. If the Cabinet Secretary for Education does not act, the parents and students will continue being exploited through these illegal levies. Utafiti wa shule zaidi ya 300 nchini ukibaini kuwa wazazi hulazimika kulipa ada zaidi zisizo rasmi. Sasa shirika la elimu bora likitaka serikali kuwajibika angalau kuwaokoa wazazi na wanafunzi. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.